Usianze kupigana vita yako bila Mungu. Unapotambua wewe kama mama, wewe kama baba, wewe kama mtoto ndani ya familia, kwamba sasa nimeshayajua majukumu yangu, sasa natamani nianze safari hii. Usianze kupigana vita yako peke yako bila Mungu. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunapata fursa ya kujifunza neno la Mungu na maisha kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith, karibu sana na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakukaribisha tena katika kipindi hiki kizuri. Tunaomba Roho wako akae kiongozi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kama umepata fursa ya kutazama video yangu iliyopita, nimezungumzia umuhimu wa kutambua majukumu yako na kuyafanya. Wewe kama mama, wewe kama mke, wewe kama mume, wewe kama baba au mtoto ndani ya familia. Kwa hiyo ukishayajua majukumu yako na ukaanza sasa ukatamani uanze kuyafanya, usianze kuyafanya kwa nguvu zako. Usianze kupiga hatua ya mabadiliko kwa uwezo wako wewe peke yako. Hutaweza. Mshirikishe Mungu. Yaani, anza hayo mabadiliko yako kwa uwezo wa Mungu. Kitendo tu cha wewe cha kutambua kwamba nina jukumu la kufanya, nina cha kufanya, nina cha kurekebisha ndani ya familia, basi uwezo huo hujapatiwa tu na akili yako au haujatoka kwa yule adui, hapana. Hiyo ni neema ambayo Mungu amekupatia ili uweze kujua kwamba ninalo la kufanya. Nina jukumu ninatakiwa nilifanye mimi kama mimi. Kwa sasa ukishapatiwa hiyo neema, sasa usianze kujivika mwenyewe nguvu na kuona kana kwamba okay, sasa natakiwa nifanye nini? Nianze wapi? Hapana. Rudi tena kwa huyo aliyekupatia hiyo neema. Na umwambie Mungu, asante kwa kunipa ufahamu kwamba kumbe mimi kama mke natakiwa ni mheshimu mume wangu, natakiwa nihudumie watoto wangu, niwalee katika njia ambayo ni njema. Mimi kama baba, asante kwa kunionyesha kwamba natakiwa nimpende mke wangu, natakiwa niwatunze watoto wangu, natakiwa niipende familia yangu. Lakini wewe kama mtoto unatakiwa uheshimu wazazi wako. Ukishalifahamu hilo, mwambie sasa, baba nisaidie, nianze wapi? Nifanye nini? Ili Mungu aanze pamoja na wewe. Katika kile kitabu cha Yoshua tunapata kisa cha mtu mmoja aliyejulikana kama Akani. Akani hakuisikiliza sauti ya Mungu kwa sababu alifanya yale ambayo Mungu hakumwambia aifanye. Pale ambapo waliambiwa waende wapigane na warudi bila kuchukua chochote, yeye akaenda akachukua vitu fulani vya thamani na kuvitunza. Kwa kitendo chake hicho Mungu hakupendezwa, na hivyo wana wa Israeli walipoenda kupigana na Ai, basi wakapigwa. Na ndipo Yoshua akarudi miguuni pa Mungu akamlilia, na Mungu akamwambia, katika jamii hii ya Waisraeli kuna mtu amefanya makovu. Na baadaye wakaja kumjua kwamba ni huyu Akani, akateketezwa yeye pamoja na familia yake. Sasa kwa nini nimeleta hichi kisa? Nimeleta hichi kisa kwa sababu pale ambapo Yoshua alitoka kwenda kupigana na Ai, walidhani kwamba Mungu yuko pamoja nao. Walijua kwamba Mungu yuko pamoja nasi, ndio maana walitoka kwa ujasiri wakaenda. Lakini kumbe Mungu aliona uovu ndani yao. Kwa wao walipojua kwamba wako vitani wanapiga vita, kumbe Mungu hakuwa pamoja nao. Na hivi watu wa Ai wakawafukuza na wakawapiga. Lakini walipotambua hilo, wakarudi miguuni pa Mungu na wakaondoa uovu ambao ulikuwa umetendwa na Akani, wakauondoa. Ndipo Mungu akawaambia, sasa nendeni, na akawapatia namna ya kupigana vita vile. Ndipo sasa ninarudi kuongea na wewe kwamba unapoanza safari yako ya kufanya mabadiliko ndani ya nyumba yako, panaweza pakawa na uovu fulani ndani ya nyumba yako, ndani ya malango yako, ambayo hujui uovu huo, hujaujua kwamba upo ndani ya malango yako.
na uovu huo unazuia uwepo wa Mungu ndani ya familia yako, ndani ya maisha yako. Kwa hiyo lazima urudi miguuni pa Mungu, umuombe akakupe macho ya kujua na kutazama kwamba kuna nini ambacho kitazuia uwepo wa Mungu ndani ya familia yangu, ndani ya maisha yangu, ili ukiondoe, ili uwepo wa Mungu uwe ndani ya maisha yako. Na uwepo wa Mungu ukiwa ndani yako, uwepo wa Mungu ukiwa ndani ya familia yako, utaenda kufanya majukumu yako, utasimama ujenge familia yako kwa uwezo wa Mungu. Kama vile Mungu alipomwambia Yoshua, nenda, maana nimeutia mji wa Ai mikononi mwako, mfalme wake, mji mzima, watu wake na kila kitu nimekitia mikononi mwako. Kwa sababu tayari walikuwa wako sambamba, wako mikononi mwa Mungu. Walikuwa wameondoa uovu, wameshajikabidhi mikononi mwa Mungu, wamefanya kila kitu. Mungu wako tayari kusikiliza sauti ya Mungu ikiwaelekeza wafanye nini. Kwa hiyo mpendwa, unapoanza kufanya majukumu yako, unapoanza kufanya usafi ndani ya nyumba yako, usafi wa kiroho, kuhakikisha kwamba sasa unaanza kufanya yale yaliyo majukumu yako, hakikisha uko sambamba na Mwokozi wako, hakikisha uko sambamba na Muumba wako. Usifanye peke yako, usifanye kwa akili zako kwamba sasa nataka niwarekebishe watoto wangu, niwafundishe maadili. Huwezi kuwafundisha maadili kama Mungu hata kujalia neema hiyo. Huwezi kumheshimu mume wako kama Mungu hata kujalia neema hiyo. Ndiyo moyoni mwako unatamani kufanya hivyo, lakini bila uwezo wa Mungu hutaweza kumheshimu. Makwazo ambayo shetani atayainua ndani ya mume wako yatakukwaza na kukufanya uone kana kwamba huwezi peke yako. Lakini utakapomshirikisha Mungu, atakupa kanuni, atakupa njia gani, atakupa mwelekeo upi wa wewe kuufuata na kuutazama, ili hata majaribu yatapogonga kiasi gani, utabaki katika kutekeleza jukumu lako. Utabaki katika msimamo wako wa kumheshimu mume wako. Utabaki katika namna ya kuwafundisha watoto wako maadili mema. Na utakapokuwa unawafundisha, watoto wako hawatakuona wewe, watamuona yule ambaye ana nguvu ndani yako. Watasikia sauti yake moja kwa moja, haitakuwa sauti yako. Mume wako atakapokuja na makwazo, atakapokuja kukufanya ujisikie vibaya, utakapokuwa unamuongelesha na kumheshimu kwa matendo ya kumheshimu, basi moja kwa moja nguvu ile iliyopo ndani yako itaenda ndani yake na kumfanya abadilike. Kwa hiyo unaona kabisa ni muhimu sana safari hii ya mabadiliko ifanye pamoja na Mungu. Umruhusu Mungu ndani yako akatende ambalo wewe hutaweza kulitenda kwa uwezo wako wa kibinadamu. Utakapo Mungu awe kiongozi wako wewe kama baba, yale maneno, ule mdomo wa mke wako wa kuongea, yale machafuko pale nyumbani, basi utayaona kwamba ni fursa. Mimi ambaye ni binadamu siwezi, lakini Mungu aliyepo ndani yangu, mimi kama baba nitaweza kuipenda familia yangu. Hata kama mke wangu yuko hivi, nitaweza kumpenda jinsi alivyo, kama vile Kristo alivyotupenda. Kristo alivyokuja hapa duniani, hatukuwa kwamba sisi ni wakamilifu, hapana. Tulikuwa na matendo machafu sana, lakini kwa nini Mwokozi aliyaweza kutuvumilia? Kwa sababu Yesu alijikabidhi mikononi mwa baba yake. Aliyatenda yote akiamini kabisa baba yake yuko pamoja na yeye. Maana Yesu alipokuja hapa duniani alikuwa mwanadamu 100% na Mungu 100%. Kwa hiyo wanadamu wake ndio ambao ulikuwa hapa duniani ukifanya yote. Ndio maana anasema na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwamba yeye Mungu aliyemtia nguvu Kristo akayaweza yote, ndiyo huyo Mungu ambaye unamhitaji wewe akutie nguvu ili uyaweze yote hayo ambayo yapo ndani ya majukumu yako. Vivyo hivyo wewe mtoto, kuwaheshimu wazazi ambao unajua kabisa wanakosea, kuwaheshimu wazazi ambao unajua kabisa wanakuonea, kuwaheshimu wazazi ambao unajua kabisa wanapotoka, ni vigumu sana. Lakini utakapomruhusu Kristo aingie ndani yako akakufinyange, ukaweze kutoa heshima kwa wazazi wako, basi moja kwa moja utakuwa umefanya jukumu lako wewe kama mtoto.
ndipo utakapoweza kubadilisha mazingira ya familia yako. Bila Mungu mpendwa, huwezi kubadilisha chochote. Bila Mungu mpendwa, utakuwa unafanya mambo ambayo yatakufanya urudi nyuma na mwisho wa siku ukate tamaa kabisa. Baada ya Yoshua kupigana na ule mji wa Ai na kuushinda na kufanya kila kitu ambacho Mungu alimwagiza, baada ya hapo akajenga madhabahu. Katika Yoshua 8 fungu la 30 tunaona Yoshua baada ya kupigana na kumaliza sasa kila kitu, akaenda akajenga madhabahu. Jenga madhabahu ndani ya malango yako. Jenga madhabahu ya Mungu ili ukapate kumuita Mungu wa kweli, akapate kujenga misingi imara ndani ya familia yako. Alipomaliza kujenga madhabahu, akatoa sadaka. Toweni sadaka kumshukuru Mungu. Toa sadaka kwa ajili ya familia yako. Peleka sadaka kanisani, mwambie Mungu asante kwa kunipa neema hii ya kufahamu kwamba ninacho cha kufanya juu ya familia yangu. Lakini pia baada ya kufanya hivyo, mshukuru Mungu hata kama hujaona badiliko lolote. Bado watoto wana tabia mbaya, bado mume hakusikilizi, bado mke wako hakupendi, hakutii, bado mume wako hakupendi. Hata kama huoni mabadiliko, lakini amini ndani ya moyo wako kwamba hiki ambacho tumekianza, hiki ambacho Mungu amekianza ndani ya familia yangu ni mbegu ambayo itakuwa na itazaa na utaona mabadiliko makubwa. Kwa hiyo anza kuamini. Sasa ukishaamini pale, nenda chukua hatua nyingine ya kwenda kutoa sadaka. Sadaka inakufanya ukutane wewe pamoja na Muumba wako. Toa sadaka, na sadaka hiyo isiwe tu unatoa hivi hivi. Toa sadaka ukinena kabisa, Mungu, hii sadaka nakutolea na kushukuru kwa kunipa hii neema. Lakini pia ninaomba imani yangu ikadumu kwamba unatenda jambo ndani ya familia yangu. Unatenda jambo juu ya mume wangu. Unatenda jambo juu ya watoto wangu. Juu ya mke wangu. Toa sadaka. Na baada ya hapo Yoshua alipotoa sadaka, akachukua Torati, akasoma mbele ya wana Israeli wote waisikie. Baada ya matendo hayo, Torati isikauke ndani ya familia yako. Torati ni yale maagizo, yale maelekezo ambayo Mungu alimpa Musa ili wana wa Israeli waweze kuyafuata. Na yale maelekezo yalinena kwamba ukifanya hivi na hivi na hivi, basi baraka zitatiririka ndani ya malango yenu. Na ukifanya hivi na hivi na hivi, basi itakuwa ni laana. Wewe pia soma Torati. Soma. Wasomee familia yako. Isomee familia yako. Ikajue kabisa kwamba tukifanya hivi na hivi na hivi ni machukizo mbele ya Mungu. Lakini tukifanya hivi na hivi na hivi ni baraka. Soma. Wasomee. Yawe ni maneno yasiyokauka. Unapokaa, unapotembea, yawe ni maneno yako. Neno hili ambalo ninalisema mbele yako mpendwa, ndilo ambalo tunatakiwa tulifuate. Sio wewe tu, hata mimi ninayeongea hapa. Bila kumshirikisha Mungu hatuwezi. Bila kumwalika Mungu katika malango ya familia yetu, malango ya nyumba zetu, hatutaweza kufanya badiliko lolote. Talaka, machafuko yatakuwepo kama Mungu asipoingilia kati, na kama tusipomruhusu aingie kati. Neno lake linasema, nipo mlangoni ninabisha, yoyote atakayesikia afungue mlango. Hebu mfungulie mlango Kristo aingie ndani ya maisha yako. Mfungulie mlango Kristo aingie ndani ya familia yako, ndipo utakapopata furaha na amani ya kweli. Mungu akapate kukubariki sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante. Asante kwa neno lako hili zuri ulotupatia. Mungu wetu, tunahitaji neema yako, tunahitaji uongozi wako. Tusaidie katika ujenzi wa familia. Asante kwa neema yako, asante kwa baraka zako, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi mpendwa, ukapate kubarikiwa sana. Usisahau kulike, usisahau kushare, usisahau kucomment, na usisahau kusubscribe, ili kila nitakapokuwa narusha video nzuri kama hizi, uwe miongoni mwa wale watu ambao watapata notification. Asante sana. Mimi ninaitwa Judith, na tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwaheri.